Wapendwa, kama ilivyoelekezwa mwanzoni, leo imekamilika ya 3 ya Majilio, na kama mnavyofahamu kipindi chetu cha Majilio kina muda mfupi tu na majuma manne tu, na kwa kweli leo inaitwa pia Jumapili ya furaha katika kipindi cha Majilio. Neno la Kiingereza wanaita Baptism. Furahini katika Bwana, furahini katika Bwana, na huko tukikumbushwa kusubiri. Ni hapa tu, labda sehemu nyingine utaona kama vazi yanabadilika, na vile wana hapa kwetu mimi katika kanisa hili la Mtakatifu wale wanavaa mavazi ya kawaida ya Majilio, mavazi yanayotakiwa na rozi saa ya papo kichwani. Kipindi cha Majilio kwa kawaida ni kama kipindi cha mfungo pia, sababu Jumapili iliyopita kama mnavyokumbuka tulikumbusha na makanisa kwamba tubuni kwa kuwa ufalme wa Mungu uko karibu. Wengine walichukua kipindi cha Majilio kama mfungo wa kwanza. Kwa hiyo siku ya leo Dominika ya 3 ya Majilio kwa kawaida kama mfungo unaelekea kidogo. Wale wanaofunga kabisa kama wazee wangu kule nyuma, siku ya leo wangeweza kunywa pombe kidogo, maana inaruhusiwa kunywa pombe na mfungo. Lakini siku zingine zote tunaamini kipindi cha Majilio cha mfungo tunapunguza mambo mengine. Na masomo yetu ya leo yanatuongoza katika mambo ya kawaida sana ambayo tunakutana nayo kila siku. Jambo la kwanza tunalokumbushwa mambo matatu nitakusema. Jambo la kwanza ambalo tunakumbusha siku ya leo ni kuwa na subira.
kuhangaika yasisinyani na migomba pia kimepanda. Unahangaika tu kipindi cha kiangazi, labda mnashindana na jua, mnamwagilia, labda wakati mwingine mnapalilia, lakini wazi sana yanakuja kuzaa. Ni kama vile ni kazi ya kila siku unafanya. Wakati mwingine miti ya machungwa unakatia kidogo, au ndio wakulima wengine hapo. Wakati mwingine miti ya maembe unakatia kidogo. Wewe uhangaiki yatachanua lini na yatachanuaje? Kwa hiyo unahangaika tu, na mwishowe kama mwaka jana tunaona yanazaa, ingawa kwa kweli matunda yake hayajafaulu yafike mezani, maana kuna shindano na kazi. Baada ilikuwa unayaona ndio yanaonekana, lakini si kitu kama mkulima unafurahi maembe haya yanazaa, unashangaa maembe haya yanazaa, yanazaa. Hata siku moja namwona Sister Agata hapo kwa kupanda maembe, nikawa namwambia sister, mbona maembe yanapotea tu unachumaka wewe? Akasema afadhali unasema nitachuma leo, lakini wafanya kazi wanachukua, sina uhakika na kufanya kazi hiyo mwenyewe. Lakini walau unaona huna uhakika, huhangaiki. Kwa hiyo unatuhangaika kama mkulima, kwa sababu ndio mfano tunaopewa katika somo la pili, kama mkulima anavyovumilia katika maisha yetu, pia tunapaswa kuvumilia kwa namna hiyo. Hivyo kwa migomba, wengine unaona mgomba ulikuwa na mkungu mkubwa, unaangalia unasema ukaribu karibu, siku nyingine ukifika pale unaanguka chini, upepo unaangusha, unaongeza wafanyakazi, ngoja tena mgongo umeanguka umevunjika, sema upepo kwanza ataangalia. Lakini hiyo mambo ya kuvumilia. Sasa tukirudi katika somo la kwanza, Waisraeli waliambiwa wavumilie, wakavumilia ili warudi katika nchi ya ahadi, warudi katika nchi ya ahadi. Na Mungu anawaambia kipindi hiki kimekaribia, muwe na saburi, kwa sababu ni kipindi ambacho vipofu watakuja kuona. Kipindi cha majilio ni kipindi ambacho kila kitu kinageuza kiroho, kipindi ambacho vipofu watakuja kuona, kipindi ambacho vilema watakuja kutembea, ni kipindi ambacho viziwi wataweza kusikia, kipindi ambacho wale waliokuwa watakuja kutakaswa. Na anaendelea kusema kipindi ambacho hata wale ambao wamefariki Mungu atawanyanyua kiroho, lakini kimwili. Kwa hiyo kwa upendo ndio tunayoambiwa. Katika somo la Injili, watu ambao picha ya watu tunaopewa walivumilia sana, na walikuwa na sababu, ni wazazi wao imani mtazamaji. Wale watu walivumilia, walijua kwamba umri wao umeenda, wamevumilia kusubiri mtoto. Umri wao umeenda, lakini pia mama yule alikuwa tasa. Baadaye katika kuvumilia kule wanapata mtoto. Kwa hiyo leo tunakumbusha kwa uvumilivu. Sijui ndugu zetu akina mama mliotoka Arusha mlivumilia kiasi gani katika hii safari yenu mpaka mfika. Jana nilikuwa nazungumza na mama mmoja, anasema nilipita zamani sana, miaka ya 95, wakati ule tulikuwa tunaenda na ndege, barabara haiko. Sasa hivi barabara inapitika. Sijui mlivumilia kiasi gani kutoka kule, nafikiri ule uvumilivu ungeisha, labda leo mtaanza tena safari. Ila kama unaona safari ngumu, bado mnaweza kulala. Na sijui iliwachukua muda gani kuandaa safari yenu ambayo pia inahitaji uvumilivu. Bila shaka wakati mwingine mmegombana na viongozi wenu, kumbuka kuna wakati uliwaishia kwamba sisi hatupo. Labda mwingine jana nilikuwa nazungumza na mwenyekiti wao, anasema waliniambia tutapeli kutoka safari. Kwanza
huwezi kupanga kitu, lakini nafikiri mswaya kupanga. Neno Biblia ni sabuni. Kwa hiyo tunatakiwa, watu wengi siku hizi wanapoteza hii fadhila ya kuweza kuvumilia. Unaweza kuona kitu kidogo tu, lakini ni sabuni, ni fadhila. Kwa hiyo tumuombe Mungu ili akina mama nafikiri tunafahamu zaidi neno fadhila ya kuvumilia. Anavumilia, unasikia kelele ya mtoto mtatu akiwa tumboni mpaka uanza mpaka ajitegemee, namwangalia kusogea. Wakati mwingine wanaume wanawaachia, nafikiria kama mtoto akizaliwa na chumba wanahamu kwanza ili kuona matokeo ya mtoto. Nakumbuka karibuni nilikutana na kijana mmoja, nilipigia kwanza, akasema askofu, nafahamu akiwa mdogo lakini sijaonana naye siku nyingi. Ananiambia mimi naomba kuzungumza naye, nilimtumia ujumbe. Nikaeleza jina lake, nikamwambia basi siku fulani nimpigie. Wakati fulani akanipigia, nikapokea. Mwanafunzi nafikiri akasikia simulizi kwa sababu sitataja jina lake. Ni mwanafunzi anasoma chuo kikuu Dar es Salaam, anasoma fani ya injinia na amemaliza mwaka wa kwanza. Nikamuuliza tofauti kiasi gani? Akasema mwaka wa kwanza nilipata GPA ya pointi 4. GPA ya pointi 4 ni GPA ya juu, angalau kuanzia 3.5 kwa chuo kikuu ni ya juu kiasi cha kwamba unaweza kubakizwa alama mojawapo, kwamba unaweza kubakizwa chuoni ukafundisha. Akaniambia yeye anaona kupoteza muda kusoma, sababu bado miaka mingi mpaka amalize chuo. Nikamwambia unataka kufanya nini sasa wewe? Akasema mimi nataka nianze biashara, naona ninachelewa nianze biashara. Nikamwambia wewe unafanya biashara gani ambayo unafikiri unaweza kupatia lengo? Eleza mikakati yake, lakini mimi niliona kama ni hadithi tu, naona kama hadithi tu anaeleza. Lakini nilichoshangaa, mwaka wa kwanza amefaulu, lakini miaka mingi kumaliza chuo anasema ninachelewa. Mimi nikamshauri, nikamwambia wewe biashara unaweza kuanza chuo, lakini pia wewe nani unafahamu kwa umri wako amefanya biashara hiyo na kufanikiwa hivyo unavyofikiri? Nilifikiri ameelewa. Baadaye wazazi wake wanafuata, wanasema yule mtoto amekataa shule, hataki kwenda shule, lakini anashindwa kuvumilia na kwa ngumu kuvumilia hiyo miaka mingi. Hiyo ilivyo sabuni. Nakumbuka mwaka wa kwanza tu wa uandishi wangu, kwanza hata kabla ya kuwa padri, mwaka 1999 nilipangwa katika seminari moja inaitwa Maua kwa Moshi Kenya fundisha. Na kati ya kazi nilizopenda nikiwa pale nilikuwa kutembea na wanafunzi, kwenda outing kule, kuna msitu, kwenda msituni siku za wikendi, kutembea kwa mlimani, kurudi. Hizo kazi nilipenda sana. Au kusindikiza wanafunzi kwenda kucheza sehemu fulani, ni shule zingine, kwa sababu nilikuwa mwalimu wa michezo nasimamia. Lakini kazi moja nilikuwa napenda sana, ilikuwa kuwapeleka wanafunzi mlimani. Nakumbuka kipindi changu pale tulipanda mlima
lazima mbebe chakula kitakachowatosha kwa siku 5. Pamoja na kuondoa magaidi mara nyingi wanabeba wale kota za wanabeba na gesi, labda wanabeba na vyakula vile, lakini vitu vidogo vidogo, labda sukari, mkate, ndio wanatumia mikate fulani na hiyo sponge, nyama zilizokaushwa nagawana kati ya wanafunzi na mimi kama mwalimu nasimamia. Kuna kitu wanafunzi wanapenda sana kama kula. Wanafunzi wanapenda sana kula. Shule yetu ndio shule yetu tunasimamia wanafunzi. Ugonjwa wa wanafunzi siku zote ni kwenye chakula, sio kwenye masomo. Masomo ni shule. Chakula kinaiva hapo mtakumbana. Hakijatosha mtakumbana. Watoto wanapenda sana kula na washiba. Sasa naangalia vyakula kwa jinsi ninavyopanda mlima, watu wanaanza kuishiwa nguvu na mstari unaanza kukatika polepole, na huku nyuma mara nyingi anakaa gaidi kwa kuwalinda wasipotee, sababu mtoto anaweza kupotea akaanguka au akakaa mahali akapoteza hata ufahamu. Kwa hiyo mara nyingi na mtu mwisho na walinda. Sasa kwa jinsi unavyoenda juu, watu wanaona benki inakuwa zito zaidi. Mwanzoni wanatembea haraka, wanakimbizana, wanashindana, maeneo mengine wanabeba hata maji. Sasa wanafunzi wale ambao wanapenda sana kula, wakiona benki zito wanaanza kupunguza vitu. Mara nyingi wapunguzi nguo kwa sababu wanajua kuna baridi sana. Kwa hiyo vitu wanapunguza mara nyingi ni vyakula. Anachukua mkate, kwanza anakula kidogo kwa kila, baadaye anatupa. Na kile anapunguza kile watoto. Naenda naona hata yeye anaona zito, anitupa. Wanafunzi huyo ndio anayependa kula. Rafiki juu naulizana, jamani tukutane, leteni wale waliobeba mayai, amna mayai. Wale waliobeba mikate, amna mikate. Maisha tu, wengine wanakula. Wale waliobeba nyama, amna nyama. Nyama za kukausha. Wengine wanakula kidogo, wengine wametupa. Kwa hiyo wanarudi na njaa. Nataka kusema ni hata kubeba yai wakati mwingine mtu anaona zito kwa jinsi ilivyokuwa ngumu mwingine. Sabuni. Ninyi akina mama, ninyi mnaelewa maana ya kuvumilia na kuliko hata wanaume. Kwa hiyo tukitaka kulea watoto wetu vizuri, lazima tuwe wavumilivu. Neno sabuni. Tukitaka kulea ndoa, lazima muwe wavumilivu. Lazima muwe na sabuni. Tukitaka kubaki katika imani, sisi sote, sio kina mama, lazima tuwe na sabuni, lazima tuwe na uvumilivu. Kama Yoakimu na Ana walivyobaki kwenye sabuni, kama Yoakimu na Ana walivyobaki katika uvumilivu, mpaka wakampata mtoto, hata sisi kuilinda imani yetu tunahitaji uvumilivu. Kuja asubuhi kwenda kufanya kitu kingine, na pengine mtapenda kusikia ninyi akina mama, lakini kwa miaka mingi wanasema watu ambao wametoa mchango mkubwa katika malezi ya watoto ni akina mama. Sijui ni kweli, ni akina mama. Kwa sababu siku hizi nyinyi na shughuli nyingi hamkai na watoto. Kwa hiyo tunazidi kuomba bado pamoja na shughuli zenu nyingi ambazo ni shughuli halali, sababu mnahangaika kuitunza familia. Tuweke muda wa kutosha pia wabaki na watoto wetu, tusiwache watoto wenyewe. Kwa hiyo ni muhimu sana. Hata wakati mwingine kufanya kazi usiku kucha, ili muda mwingine baki na watoto hao walio wadogo ili walelewe. Ukitaka kulinda ndoa, kuvumilia ni wewe mama. Hao wanaume hawawezi kuvumilia, hawawezi, ingawa
Kwa hiyo ukiona ndoa zinalindwa, mchango mkubwa ni wa kina mama. Ukiona watoto wanapata malezi, mchango mkubwa ni wa kwenu. Kwa hiyo hii inatuhusu sisi sote, lakini nyinyi tunaomba zaidi muendelee kuweka Mungu katika hilo. La pili ni hilo hilo ambalo linaendana na hilo, kwamba katika maisha yetu msilalamike. Yakobo anawaambia watu wake, anatuandikia na sisi na namna ya kuuliza. Hamna sababu ya kulalamikia jirani, hamna sababu ya kulalamikia watu wengine. Kuna namna nyingi ya kutatua matatizo yetu katika familia. Upendo wa Kristo tumikiana kuwajibika. Naona kiu unaiona. Kwa hiyo tuone kiu ya kubaki na Mungu, ya kutokulalamika. Tuone kiu ya kubaki na familia zetu hata katika ugumu uliopo. Tuone kiu ya kuvumilia katika yale tunayofanya, sio kama ile kijana anapotoka shule, sio kama wale wanafunzi wetu ambao njiani wanaanza kutoka chakula, kwamba kuliko hivi wanaanza kupunguza vitu vya familia. Jambo la mwisho ni Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji, nabii huyu wa majilio, anatujia sisi sote. Kwanza Yesu anatutambulisha kwetu, anasema hakuna nabii aliye mkuu kuliko huyu. Nabii huyu anatukumbusha siku ya leo wala hadai zaidi. Anasema yule mwenye shati mbili ampe mwenzake ambaye hana. Ndio watu kama kuna nguo mbili za watu hizo, kama ni mtandio, mpe mwingine ambaye hana. Wale ambao wana chakula, unajua jirani yako hana, hadai zaidi. Umimi maskari wanamuuliza au polisi na wanaosimama barabarani na sehemu nyingine, na sisi tufanyeje? Yohana Mbatizaji hawaambii waache kazi, nasema hii kazi yenu mnayofanya vibaya, ila anawaambia nyinyi rizikeni na mshahara wenu, rizikeni na mshahara wenu. Na anawaambia kwamba msiwaambikizie watu kesi, hawaambia acheni kazi, hawaambia acheni kazi, anasema rizikeni na mshahara wenu. Na hiyo yote inatuambia kama biashara ya kawaida, turizike na biashara zetu, tusiwadhulumu watu wala tusiwaudhi watu. Hivyo ndio kwa mtoza ushuru, anamwambia usitoze zaidi, lakini endelea na hiyo kazi. Na huyu Yohana Mbatizaji mwishowe anamkiri Yesu mdogo sasa. Huyu Yohana Mbatizaji mwishowe wanasema yeye si aliwaelekeza watu, lakini mwishowe alimkiri
hii ya tatu